kila shida yetu ambayo inatusumbua Mwenyezi Mungu aitatue. Wenye maradhi Mwenyezi Mungu awaponeshe. Wenye shida katika riziki Mwenyezi Mungu awakunjulie riziki zao. Na wenye shida mbalimbali kama madeni Mwenyezi Mungu awajalie waweze kulipa ama kulipwa. Kadhalika wenye shida za kifamilia, kwenye ndoa, shida za uzazi, zote Mwenyezi Mungu tunamkabidhi kwa siri na kwa utukufu wa siku ya Ijumaa na hasa muda huu ambao ni wa khutba. Mwenyezi Mungu ajalie salama katika mji wetu na katika nchi yetu, na ajalie salama kwa dunia nzima. Awaokoe Waislamu popote walipo, na hasa ndugu zetu wa Palestina na Waislamu wote ambao wanapitia shida mbalimbali kwa sababu ya imani zao. Mwenyezi Mungu ayanzil alaihim malaikata minas samaa yudafi'una anhum. Mwenyezi Mungu kwa siri na kwa baraka na kwa mapenzi yake ashushe malaika kutoka katika mbingu, kutoka huko juu, waje washiriki na Waislamu kujitetea, na hatimaye ushindi uende kwa Waislamu insha Allah. Taban, na wale ambao tuna mambo yetu ya siri, fallahu a'lam bihi, Mwenyezi Mungu anayajua. Kila mtu Mwenyezi Mungu ayachukue mambo yake hayo ya siri na mfurahishe, ya kumwepushe nayo, ya kumpa ampe insha Allah. Taban, baada ya dua hiyo ambayo baadaye tutaileta maalum, kama mnavyojua sasa tuna Ijumaa ya 4 tukiwa tunafanya dua maalum kwa ndugu zetu Waislamu wenzetu, binadamu wenzetu wa nchi ya Palestina au Palestine, na hasa katika eneo la Gaza ambalo zaidi ya Waislamu milioni 2 wanapitia matatizo makubwa sana ya usalama, wanapitia matatizo makubwa sana ya chakula, matatizo makubwa sana ya kitiba, ya kitabibu, kwa maana ya hakuna tiba, hakuna umeme, hakuna maji, hakuna vyakula, hakuna vinywaji, hakuna nyumba, hakuna hata mahema, hakuna shuka, hakuna chochote. Watu milioni 2 mabwana, baadhi ya nchi duniani ni raia hasa, yani ni nchi kamili. Baadhi ya nchi watu milioni 2 ni nchi kamili. Kwa hiyo ni watu wengi sana. Na mpaka taarifa zinasema watu zaidi ya 9,000 wamepoteza uhai tangu Oktoba 7 mpaka leo Novemba 3. Zaidi ya watu 9,000, watoto, wanawake, wazee. Na ndio maana tunafanya haya mambo, hatuyafanyi kwa sababu tumekosa cha kusema. La. Sisi binadamu tuna mambo tuna sifa ya kuhurumiana. Illa mtarhamuhum biannahum la'annahum muslimin la'annahum muslimun. In lam tarhamuhum la'annahum muslimun farhamuhum la'annahum ban adama hum insan. Kama unashindwa kuwahurumia wa Palestina kwa sababu wewe sio Muislamu, kwamba watajijua wale ni Waislamu, mimi sio Muislamu, basi wahurumie kwenye mlango wa binadamu. Kweli ni Waislamu, wewe sio Muislamu taban, lakini wale ni binadamu. Chukua angalau mlango wa kibinadamu kuwahurumia. Ukiwa umeshindwa kuhurumia kwamba si watu wakubwa, si nini na hivi, wana mambo yao na maisha yao, lakini ujue katika wale wa Palestina kuna wazee, hunaka shuyukh rukaa, kuna wazee vikongwe kabisa, maskini hawana namna ya kujitetea yoyote. Lakini kuna watoto atfalu rudaa, kuna watoto wananyonya siku 2 siku 3, kuna wanawake wenye ujauzito, wenye mimba, wenye kujifungua karibuni, kuna vilema kule, kuna watu wengi ambao kama umeshindwa kuwahurumia kwa Uislamu, basi wahurumia angalau kwa ubinadamu. Kama imeshindikana kwa ubinadamu, basi unaona labda wana afya, basi wafikirie wale watoto wadogo, wafikirie wale wanawake maskini hawana cha kufanya, wale wagonjwa, wazee. Haya umeshinda, yani huwezi kuwahurumia. Basi kama ulikuwa unasubiri kwamba labda watoto wakifa ndio ushiriki, basi watoto wanauawa huko Sheikh. Kama ulikuwa unasubiri wazee wauawe, wazee wanauawa huko Sheikh. Kama unasubiri sijui wanawake wafanywaje, wanabakwa.
Kwa hiyo huna pointi yoyote ya kujitenga na Palestina kama ni mtu binadamu. Kwa kila kona unaweza ukaguswa. Kama sio kona zote, angalau hata moja. Haya, tufanye wewe ni Muislamu lakini mengine yote hayakuhusu. Unasubiri tu labda msikiti ivunjwe. Shekhe, misikiti tayari inavunjwa. Sasa wewe fanya chochote unachokijua kuhakikisha umeguswa na wale. Na sisi katika mimbari yetu hii tumechagua kucomment ama kutoa taarifa kwa kiasi, lakini kuomba dua. Na dua mabwana, Imam Shafi, unajua dua dua shekhe watu wanaweza kadharau kwa sababu dua zao fulani fulani hivi hazijajibiwa. Yaani yeye kwa sababu mtu kuna dua yake fulani ya kuroga au ya kutafuta wanawake au ya kumshika mume wake awe ndondocha awe mzezeta, anaona haijajibiwa, basi anapuuza dua zote. Mtu ana dua yake ya mambo ya ajabu ajabu tu kwa sababu imekataliwa, na hiyo ni khiari ya Mungu. Kukataa dua ni khiari ya Mungu, amekataa, basi unaona dua zote hazifai. Imam Shafi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a anasema atahza'u bid-du'a wa tazdarihi wama tadri bima sana'a ad-du'a sihamul layli la takhta walakin laha amad walil amad inqida. Allah, wallahi rawa. Imam Shafi rahmatullahi alayhi anawazindua watu ambao mnadharau dua. Anasema atahza'u bid-du'a wa tazdarihi, ati unadharau dua, unaipuuza dua, unadharau dua. Muislamu umeenda kwenye mambo yako yote, umefikia tu unadharau dua, na unaona ya nini bana dua, kuna nini bana, tangu ameanza kuomba kuna nini kimetokea. Wama tadri bima sana'a ad-du'a, hivi unajifanya hamnazo, hujui dua imefanya nini, hujawahi kuona dua imefanya kitu gani. Wama tadri bima sana'a ad-du'a, hujui, ama unataka tu mambo ya kutafuta umaarufu, haujui dua imefanya nini kwenye maisha ya watu, kwenye historia ya dunia. Sasa Imam Shafi anasema rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, sihamul layl la takhta, mshale wa kulenga kwenye giza, mshale wa kupiga usiku. Kwa taarifa yako, kama mtu ana shabaha anaweza akakupiga paka kwenye giza, basi huyo si mwingine ni dua. Kama kuna kitu kinaweza kulenga hata kwenye giza sio pagumu sana kumlenga mtu, unaweza kumpita mtu yuko hapo hapo. Sasa dua kwa taarifa yako ni zaidi ya mshale, yani ni zaidi ya shabaha ya mtu anempata mtu usiku. Walakin laha amad walil amad inqida. Cha muhimu cha kuzingatia, dua ina muda wake, ina muda, na muda pia huwa una mwisho. Kama ni wiki si siku 7 itaenda ile dua, mwisho itajibu. Kama dua inatakiwa ijibu ndani ya wiki moja, wiki si siku 7 zitaisha, itajibu. Tufanye dua umesoma lakini inatakiwa ikae mwezi mzima, mwezi si siku 30, 29, 31. Haya, tutakwenda mwisho ile dua itafanyaje? Itajibu, kwa sababu siku 30 zitafika. Na hata ukisema dua inatakiwa ijibu ndani ya mwaka mzima, kwani mwaka ndio mbali shoga yangu, rafiki yangu, my brother? Mwaka pia sio siku nyingi, ni siku 365. Kwa hiyo na yenyewe bado itajibu. Kwa hiyo Imam Shafi anakuambia atahza'u bid-du'a wa tazdarihi wama tadri bima sana'a ad-du'a sihamul layli la takhta walakin laha amad walil amad inqida. Dua bwana usiichezee, usijifanye hujui mambo yanayofanywa na dua. Dua ni sawa sawa na ni zaidi ya mshale unaompata mtu kwenye giza. Kwa shabaha hiyo ni ndogo kwa dua. Dua ni zaidi kwa shabaha, lakini inataka muda tu, na muda unaisha. Kwa hivyo mabwana, dua tuendelee nazo, wala usije ukapuuza dua ndugu yangu. Watu wengi sana tunakosea kwenye ile kuomba dua na kutaka kumfundisha Mungu jinsi ya kujibu dua na muda wa kujibu dua. Hilo ndio kosa shekhe. Lakini dua shekhe, wallahi bi abi wa ummi wa ruhi wa rabbil Kaaba wa rabbi Muhammad, billahi alaikum, la shakka ma'a bil ma'a. Na mifano ipo, na watu waliojibiwa dua tupo. Dua ya kujibiwa nzuri tumejibiwa, mbaya zimejibiwa zote. Tena wakati fulani hahitaji dua aombe mcha Mungu, la, mujibu man daa
fatihu babi li abdin qara dha qawli aman yujibu almudtarra idha daa. Mungu anamjibu mtu mwenye dhambi anapoomba. Kajibiwa Ibilisi lainu shaitani kajibiwa dua. Itakuwa angalau hata wewe na swali hata nini tunasuna hivyo. Utajibiwa tu Sheikh. Kama Ibilisi ambaye ndo matrud min rahmatillah amejibiwa. Fa kaifa li ana wa anta wa dhaka wa tilka. Tuombe dua. Kwa hiyo inshallah sisi msadaka yetu na mchango wetu kwa Palestina bado ni dua, tutaendelea kuomba inshallah. Hiyo ilikuwa ni comment yetu kwa ndugu zetu, kwa Waislamu wenzetu na kwa binadamu wenzetu ambao wanapitia wakati mgumu sana katika nchi ya Palestina, na bahati mbaya dunia imewatelekeza, dunia imewaacha, na baadhi ya watu wamejifanya hawaelewi, na kuna watu paka wamefikia tu na dua tena wanasema zisiombwe. Mimi nisikia pahala mtu anasema naombea dua ya dini bado wale watu wenyewe wachokozi. Shekhe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mabwana tuwe makini sana na mambo haya tunapoyasema, tusiyaseme kwa mihemko, tutavuruga kila kitu. Tabaan